lakini tutakwenda kujenga uwanja ambao ni state of the art. Leo ambapo ni sehemu ya taarifa hii tunaitoa, Excom iliweza kupata nafasi ya kupata presentation ya aina ya uwanja utakavyokuwa. GSM Group wame appoint leading architect David Kibebe, ambaye yeye ndio amekuja kufanya presentation ya aina ya uwanja ambayo kitaalam inaitwa conceptual design, pata concept ya jinsi gani uwanja utakavyokuwa kulingana na hizo standards za CAF, lakini pia kulingana na mahitaji binafsi ya klabu ya Young Africans. Tumepata presentation hiyo na tumeweza kuitazama na kutoa mawazo kwa yale maeneo ambayo tulikuwa tunaamini yanaweza kufanywa kazi na yakaboreshwa. Na baada ya kumaliza kikao hicho, moja katika makubaliano ya kikao ni kutengeneza timu ya pamoja kati ya secretariat yetu ambayo chini CEO Andre Mtine pamoja na team ya design kutoka GSM Group kwa ajili ya kuaccommodate hayo mahitaji ambayo tunahitaji wote kwa pamoja. Na nitoe muendelezo sasa, baada ya kumaliza hatua hiyo ambayo tumekubaliana, in a week time inatakiwa hiyo imeshakwisha, kwa sababu conceptual design imekamilika. Wanahitaji kwenda kwenye detail design. Nikisema hivi watu wa miradi watanielewa. Architects anaweza kutengenezea muonekano mzuri wa jengo. Hatua ya kwanza ni kutoa mapendekezo yako na kukubaliana. Hatua inayofuata sasa kwenda kwenye structural design na services na vitu vingine, ambavyo hiyo inaweza kuchukua muda kidogo. Tunatarajia tutakuwa na schedule of works baada ya hapo inayotuonyesha matukio hayo yatachukua muda gani, na kila hatua tutakayokuwa tunaifikia tutakuwa tunaileta. Wiki mbili zilizopita tulitangaza kampuni ya GSM kuwa ndiyo partner wetu kwenye ujenzi wa uwanja, na hii ilitokana na process ambazo tulizitangaza kama nilivyosema awali, na tukasema ya kwamba baada ya hapo tutawasiliana na GSM Group kwa ajili ya kuwapa namba moja, kuwajulisha kuhusu kufanikiwa kwao katika maombi ambayo waliyaleta kwetu, na la pili kuwaletea yale mahitaji ambayo klabu ya Young Africans inataka kuyafanya kwenye uwanja huo. Nitoe taarifa kidogo kuhusiana na mradi wetu. Ni mradi wa uwanja ambao tunatarajia kujenga katika eneo letu iliyokuwepo mitaa ya Twiga na Jangwani, ardhi ambayo klabu ya Young Africans ilikuwa inaimiliki kwa muda mrefu, lakini ardhi ile ilikuwa haipo katika shape sahihi. Tukaiomba serikali kupitia mradi ambao uko pale sasa hivi wa maendeleo ya Mto Msimbazi, na serikali ikapokea dhamira yetu na kuichakata na hatimaye kutupa mwongozo wa vitu vya kufanya, na baadaye kubaliana kupewa eneo lenye square mita 37,500 likiwa lipo katika shape sahihi ya mita 250 kwa 150 upana kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wetu. Baada ya kupewa eneo hilo, tukatangaza tutafuta partner ambaye tutaweza kutumia mahusiano hayo kujenga naye uwanja huo. Tukaipata kampuni ya GSM, na baadaye kampuni hiyo tukaiandikia kuwapa mahitaji ya aina ya uwanja tunaohitaji. Young Africans inategemea kujenga uwanja kwa partnership hiyo wenye category 3 au 4, between 3 or 4. Kienda kutafuta kwenye CAF guidelines za aina ya uwanja utanielewa nikisema category 3 au 4. Category 3 na kupeleka mpaka robo finali ya Champions League, na mashindano yote madogo yanaweza kushiriki hapo. Na category 4 is the highest when it comes to standards za viwanja, ndio inaweza kupelekea hadi kucheza finali za mashindano yote barani Afrika ikiwemo AFCON, Champions League, CAF Confederations na mashindano mengine. Kwa hiyo tuliamua kwenda kwenye category hiyo ili kutoa fursa ya klabu ya Yanga ambayo sasa hivi imedevelop behavior kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia kutoa fursa ya uwanja wetu kutumika kwenye mashindano mbalimbali, kwa sababu eneo hilo halitakuwa tu la uwanja wa mpira wa miguu, lakini facility hiyo inaweza kutumika kwenye mechi mbalimbali, lakini pia matukio mbalimbali ya kijamii, na dhamira ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuhudumia uwanja. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.